Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, karibu katika mfululizo wa vipindi maalum kabisa vya masomo ya unabii kutoka katika maandiko matakatifu. Kukuletea vipindi hivi ni idara ya vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibamba lililopo Dar es Salaam. Nami mwasilishaji wako ni mwinjilisti na mwalimu Andrea Wanjara Ndagile. Vipindi hivi tumevipa jina kuu linaloitwa Jungu la Unabii. Jungu ni chombo kikubwa cha kupikia, ndani yake vinapikwa vyakula vingi. Na unabii ni nini? Unabii ni mfululizo wa matukio yaliyotabiriwa na kutimia kwake na athari zake katika jamii ya mwanadamu. Kwa nini vipindi vya unabii hasa katika wakati huu? Na kwa nini vijana ndio walete unabii? Ninakutia moyo ya kwamba rika la vijana ni rika ambalo linakabiliwa na changamoto nyingi, kuanzia afya, nidhamu na malezi kwa ujumla, elimu, ajira kwa maana ya uchumi, pamoja na changamoto nyingi, pasipo kuacha changamoto za mahusiano. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibamba wameguswa na jamii katika rika la vijana, wakatamani waandae masomo maalum ambayo katika hayo watakuwa na mfululizo wa vitu vingi, na ndio maana wakaita Jungu la Unabii, kwa maana ya kwamba watakuwa wanapika mafundisho na masomo mengi ambayo yamekusudiwa sana kuwasaidia vijana katika changamoto wanazopitia. Vijana ni rika linalotamaniwa sana, ni rika linalotamaniwa na Mungu, kwa sababu anawaita mahali fulani katika maandiko matakatifu, nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mnazo nguvu. Lakini pia Biblia inawatambulisha vijana wamemshinda yule mwovu, na unajua ili ushinde lazima ushindane. Na hivyo vijana wanatamaniwa na Mungu, lakini wanatamaniwa na Shetani. Wako katika mapambano makubwa, wanapambana kwa ajili ya uchumi wao, wanapambana kwa ajili ya elimu yao. Vijana wanapambana kwa ajili ya mahusiano, vijana wanapambana kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za malezi. Wasipotiwa moyo, wasiposaidiwa, wasipoelekezwa, wasipovumiliwa, yumkini wazee wetu wanaosogea sana umri wanaweza wakakosa rika la kukabidhi jamii, kuikabidhi nchi, kukabidhi ulimwengu kwa tabaka au umri au rika linalofuata, kwa sababu vijana wote watakuwa wameharibika. Na hivyo katika vipindi hivi tunakukaribisha sana. Tutakuwa tuna vipindi vya mara kwa mara vinavyohusu unabii. Na kama nilivyokuambia, unabii ni utabiri wa matukio mbalimbali yanayotokea duniani na matokeo yake. Biblia imeandika katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 1 mpaka aya ya 3. Neno la Mungu linasema, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonesha mtumwa wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Mpendwa mtazamaji, neno la Mungu linafunua kweli kadhaa ya kwamba ufunuo huu wa unabii ni unabii wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu kwa maana ya Baba yake, naye akautuma kwa mkono wa malaika, malaika ambaye anautuma kwa Yohana mtume, na Yohana anautuma kwetu. Tunapata nini katika hizi aya za ufunguo wa unabii wetu katika mfululizo wa masomo ya Jungu la Unabii? Moja, unabii unafuata itifaki. Katika Ufunuo 1 tunaona itifaki 5. Itifaki ya kwanza ni Mungu Baba. Kama kuna unabii utausikiliza kokote unaojengwa katika jina la mhubiri mwenyewe au jina la mchungaji au jina la mtume, unabii huo hautakuwa umefuata itifaki, na hivyo tunaogopa kuuita unabii wa kweli. Hatua ya pili inatoka kwa Mungu Baba, unamfikia Yesu Kristo
ambaye neno linamfunua Yesu kuwa ni Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu, katika jina la Immanuel. Tumezoea kuita Emmanuel. Immanuel maana yake yeye aliye pamoja nasi ni Mungu. Itifaki ya tatu, unabii unapitia kwa mkono wa malaika, na itifaki ya nne, unabii unapitia kwa mkono wa mtume Yohana, na itifaki ya tano, unabii unanifikia mimi na wewe. Na ndipo ninakutia moyo, katika vipindi vyetu tutakuwa na mwendelezo wa vipindi hivi, kuuelewa unabii uliotoka kwa Mungu, unabii uliopitia kwa Yesu Kristo, unabii uliopitia kwa malaika, unabii uliopitia kwa mitume, na unabii uliowafikia watumishi wa Mungu leo. Ninakutia moyo, karibu katika mwendelezo wa vipindi hivi ambavyo tutakuwa tukivileta kwako kila siku. Miongoni mwa mambo tutakayoyaangazia, mwanadamu anahusikaje na unabii unaotoka kwa Mungu? Mwanadamu anaathirikaje na unabii unaotoka kwa Mungu? Na zaidi sana, ulimwengu kwa ujumla umekwisha kuathirika kwa kiwango gani na unabii uliokwisha kutimia? Masomo haya tunayo imani yatakutia moyo, yatakuimarisha, yatakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huenda katika maisha yako umekata tamaa kwa sababu haujui kesho yako. Umekata tamaa kwa sababu watumishi wa Mungu tunaojipambanua kuwa na ukweli wa Mungu, kimsingi hatuusemi ukweli katika maslahi ya mbingu, bali tunausema ukweli katika maslahi binafsi. Ninakutia moyo katika mfululizo wa vipindi hivi, si kwa maslahi ya mwanadamu, bali kwa maslahi ya Mungu aliyeniumba, Mungu aliyekuumba, na wewe mwenyewe ambaye ni mlengwa wa wokovu. Lakini pia tutatazama majanga yanayotokea duniani, matatizo yanayokabili jamii ya mwanadamu, maumivu ambayo mwanadamu anayapitia, kuanzia maumivu ya magonjwa, maumivu ya kisaikolojia, maumivu ya mahusiano yaliyovunjika. Vina nafasi gani katika unabii unaotimia? Na nina uhakika kwa kadri tutakavyoendelea kujifunza unabii huu, utagundua maisha yako yana kusudi, maisha yangu yana kusudi. Na ndipo katika mwendelezo wa vipindi hivi tutagundua mambo mazito kuhusu maisha kwa ujumla. Miongoni mwa mambo tutakayoyagundua, maisha ni nini na kuishi ni nini. Unajua, kuna wakati unaweza ukaishi bila hata kujua maisha maana yake ni nini, na ndipo huwa tunasema mtu amepoteza maisha. Kupoteza maisha ni nini maana yake? Kuishi ni kufanyaje? Ndipo utagundua ya kwamba maisha ni kipindi ambacho wewe na mimi tunakuwa hai. Kiwiliwili chetu kina nguvu ya kujongea na kufanya kazi, na ni nguvu ya uhai ambayo hatuna uamuzi wa kuitoa au kuirejesha. Lakini katika kuishi utagundua, kwa kuwa kuishi ni tendo, tunasema kuishi ni kuchagua mambo ya kufanya wakati wa uhai wako au maisha yako. Katika vipindi hivi utagundua yako mambo ambayo ni ya Mungu, hayamhusu mwanadamu. Mojawapo ni uhai. Sina mamlaka ya kuufupisha uhai wangu au kuurefusha, lakini nina uhuru na mamlaka ya kuchagua nini nifanye, kwa wakati gani, kwa faida gani. Kwa mfano, mtoto anapokuwa hana uchaguzi wa chakula wala mavazi wala marafiki wala familia atakayoishi. Anajikuta yuko mahali kwa sababu hana uhuru wa kuchagua. Atakapokuwa mtu mzima, ataanza kuchagua mavazi, atachagua chakula, atachagua mtu wa kuhusiana naye, atachagua mazingira, atachagua elimu, atachagua mambo mengi. Na ndipo tunagundua katika maisha kuna kitu unaweza ukakichagua leo kitakachoathiri maisha yako kesho. Hebu fikiria mtu aliyechagua kunywa sumu asubuhi. Unajua hatafika mchana, atakufa. Lakini kuna vitu vingi tunavichagua katika maisha yetu ambavyo sio kwamba vinatuua pale pale, lakini vinatutengenezea mazingira ya kufa baadaye na tukapoteza thamani
na tukapoteza mambo mengi na hata malengo yetu ya maisha yakapotea. Kwa mfano, mpendwa ambaye amechagua kunywa pombe kupita kiasi na kulewa, anapita mtaani akiwa amelewa, anapepesuka na kuanguka. Watoto wanamfuata nyuma. Wakati fulani anajikojolea, anajinyea, anaharibika tabia na sura. Wakati fulani anakunywa pombe nyingi, hapati chakula cha kutosha, anadhoofika afya yake, maini yake yanaungua, hali yake ya kiafya inazorota. Na ndipo anapokwenda kupima, anaambiwa maini yake yameungua sana, maisha yake si zaidi ya miezi mitatu mbele, na ndani ya miezi ile mitatu anaaga dunia. Kifo chake hakikuwa mpango wa Mungu, kwa maana ya kwamba kilikuwa kifurushi alichopewa wakati anazaliwa. Kifo chake kitakuwa kimesababishwa na uhuru wake wa kuchagua. Na tunapohitimisha kipindi hiki, nataka nikutie moyo. Katika jungu hili la unabii, tutapika vyakula vingi vya unabii. Na kwa sababu wewe mwanadamu una uhuru wa kuchagua, unaweza ukachagua kufuatilia vipindi hivi, lakini pia unaweza ukachagua kutokufuatilia. Nikutie moyo, chagua kufuatilia. Kwa sababu kufuatilia vipindi vya unabii ni kuchagua maisha, ni kuchagua kuishi, ni kuchagua kuwa mzima, ni kuchagua kushinda. Karibu katika jungu la unabii. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibamba hawajakuacha nyuma. Wanahisia, wana mguso, wanatamani kizazi cha vijana kitakachowajibika kuhakikisha maadili ya ulimwengu yanabaki katika kipimo alichotupa Mungu wakati anatuumba. Mungu akubariki. Karibu katika vipindi vyetu vya jungu la unabii, dunia katika chungu cha unabii. Mungu akubariki. Karibu katika ombi tunapohitimisha kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa muujiza wa ajabu ya kwamba teknolojia leo inafanya tuzungumze na mtu aliye mbali. Teknolojia inatukutanisha na mtu aliyekata tamaa, tunamtia moyo. Teknolojia inatukutanisha na mtu asiyeona maana ya maisha, anaona upya maana ya maisha. Teknolojia inawakusanya vijana karibu na wewe. Teknolojia inawakusanya wazee karibu na wewe. Teknolojia inatukutanisha na mlengwa wa wokovu. Mungu wangu, ninakushukuru. Ninakualika sasa uwe na wasikilizaji wetu, uwe na watazamaji wetu. Vipindi hivi vitakapokuwa vinaendelea, wewe ndiye ukawe mwalimu wetu, ukawe ni kiongozi, ukawe ni mwekezaji wetu. Lakini Mungu, tunajua kwa kuwa adui wetu Shetani hatamani kweli yako ijulikane, anaweza akaleta changamoto katika maisha ya watu ili watu washindwe kufuatilia vipindi. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunazivunja na kuzikataa nguvu za Ibilisi, na kuomba ya kwamba wale uliowakusudia kama walengwa wa unabii huu wasipate vikwazo, wakafuatilia unabii huu sawa sawa na mapenzi yako kwa ajili ya wokovu wetu wote, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.